Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Star TV katika taarifa yetu ya habari. Miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu ni pamoja na jeshi la polisi mkoani Mwanza laendesha zoezi la ukaguzi wa mabasi ya shule. Kwa hayo na mengine mengi, na kusihi ungane nami hadi tamati. Unaweza pia kufuatilia vizuri kabisa matangazo yetu kwa kupakua app yetu kwenye Google Store na App Store kwa kuandika neno Star TV Tanzania. Unaweza pia kufuatilia kwenye Facebook, YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Mimi ni Bernard James, karibu na tuwe sote. Mtazamaji, na sasa tuanze na habari za kitaifa. Wakazi wa wilaya ya Kilindi mkoani Tanga wametakiwa kutunza miradi ya maendeleo ili iweze kudumu na kuendelea kunufaisha kwa muda mrefu zaidi. Taarifa zaidi na Queen Yusufu. Wito huo umetolewa na kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa Wazo Mwang'onda baada ya kuweka jiwe la msingi katika mradi wa ujenzi wa daraja linalounganisha vijiji vya Mapanga Mlingotini na Kwekivu Ngeze wilayani Kilindi. Akizungumza katika hafla hiyo, Mwang'onda amesema serikali inaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo kwa lengo la kuboresha maisha ya wananchi, hivyo ni wajibu wa jamii kulinda na kuitunza ili iweze kuleta manufaa yaliyokusudiwa. Pekee sana tunamshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan baada ya kuona wananchi wa kijiji cha Kwekivu wanashindwa kuvuka kwenda kwa wenzao kijiji cha Mapanga na maeneo mengine kwa ajili ya shughuli za kimaendeleo. Mheshimiwa Rais akaidhinisha fedha zije hapa kata ya Kwekivu katika kijiji hiki cha Kwekivu pamoja na Mapanga kujenga hili daraja ambalo ni kiunganishi cha wananchi katika shughuli zao za maendeleo. Mwenge wa Uhuru umefurahishwa sana na kazi iliyofanyika hapa. Lakini ndugu zangu wananchi, tunawaomba mtunze miradi hii ili itumike kwa kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Daraja hilo ni miongoni mwa miradi iliyopitiwa na Mwenge wa Uhuru mwaka huu, ambapo viongozi wanabainisha gharama zilizotumika pamoja na manufaa yanayotarajiwa kupatikana kwa wananchi wa eneo hilo. Mradi wote kwa ujumla ulikuwa na gharama ya shilingi milioni 180 bila kodi ya ongezeko la thamani, na sehemu ya kwanza ya mradi umegharimu milioni 22.15. Fedha zilizotumika mpaka sasa kwa mradi wote ni shilingi milioni 177. Leo hii hapa tunashuhudia ujenzi wa kivuko hiki. Kilikuwa ni mateso. Kulikuwa hakuna mawasiliano kati ya kijiji makao makuu ya kata na kijiji cha Mapanga na maeneo mengine. Ujenzi huu ni mkombozi mkubwa sana kwa wananchi wa maeneo haya. Kwa upande wao, wakazi wa vijiji vinavyonufaika na daraja hilo wameeleza kuwa mradi huo umesaidia kuondoa changamoto ya usafiri na mawasiliano, hususani wakati wa mvua ambapo kuvuka eneo hilo kulikuwa ni tatizo kubwa. Tunashukuru sana daraja kujengwa kwa sababu inama ilikuwa ni shida sana, maji yalikuwa yanajaa hadi hata kupita watu hawapiti na nafaka zao. Sasa hivi tunamshukuru, tumepata daraja na uwezekano wa kuvuka, hata kama likitokea tatizo ni wepesi kupata huduma. Katika hatua nyingine, Mwenge wa Uhuru umezindua mradi wa maji katika kijiji cha Ludewa kata ya Kikunde unaotarajiwa kuboresha upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama kwa wakazi wa eneo hilo. Queen Yusufu, Star TV, Tanga. Halmashauri ya jiji la Mwanza imeweka mkakati wa ukusanyaji mapato kwa kutumia mfumo wa kidigitali wa Kanzidata ili kuendana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Elisha Ndalo inasomwa hapa studio. Msimamizi wa mradi wa Sasa Green Fanuel Kasinene amebainisha mfumo wa Kanzidata huo utakavyorahisisha matumizi ya muda pamoja na kupunguza upotevu wa fedha baada ya balozi wa Umoja wa Ulaya nchini Tanzania na Jumuiya ya Afrika Mashariki alipotembelea kuona namna mfumo huo unavyofanya kazi katika halmashauri hiyo. Kwa hiyo inaonyesha kwamba jiji sasa liko kidijitali, kwamba unaweza kuona kila shughuli inayoendelea katika maeneo, na tunafahamu kwamba sasa hivi serikali inahamasisha sana matumizi ya nini ya kidijitali, kwanza kwenye kuokoa muda, kufanya malipo kwa wakati, si ndio?
na kupunguza hata gharama kwa wafanyabiashara pamoja na wananchi za kusafiri, kwa sababu unaweza ukatumia mifumo ya simu kulipa tozo mbalimbali za serikali, zikiwemo hizo kuna lipa namba, sio? Kwa sasa halmashauri ya jiji la Mwanza wanatumia mfumo huu wa kanzidata katika ukusanyaji wa mapato na kuwatambua wafanyabiashara, mfumo unaotekelezwa pia katika halmashauri ya manispaa Ilemela. Mkurugenzi anaweza kawajua kwa majina nani hajalipia na yuko wapi. Ni tofauti na sasa hivi ambapo tunaamua tu kwamba tutakusanya bilioni 34, lakini kutoka wapi, kutoka kwa nani, yuko wapi? Kwa sasa management ya halmashauri ya jiji la Mwanza imeona kwamba tusifikie hiyo hatua, tuje na mfumo thabiti ambao utatuwezesha sisi kama management kujua kwamba hata kama ni fedha inakusanywa kwa nani na kwa wakati gani. Tunawashukuru sana Jumuiya ya Umoja wa Ulaya pamoja na wadau wengine wote ambao kwa namna moja ama nyingine wametusaidia kutuwezesha kupata fedha kwa ajili ya kutekeleza mradi huu. Sisi tunaahidi tutatekeleza kwa ufanisi na mradi huu utaleta tija. Jiji la Mwanza linapongezwa kwa kupiga hatua hiyo na balozi wa Umoja wa Ulaya Christine Grau. I see how the progress is and the sustainable elements that you have shown today, so looking forward to see how this will further develop. I think you will become a central factor. Mfumo wa kanzidata unaotekelezwa chini ya mradi wa Sasa Green na Smart City unatajwa kuleta matokeo chanya katika kusimamia, kuhifadhi, kuchambua na kufuatilia taarifa zote muhimu za majengo, biashara na mabango katika jiji la Mwanza. Katibu wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM itikadi, uenezi na mafunzo Kenan Kihongosi amesema kukamilika kwa mradi wa skimu ya umwagiliaji Mgamba Lenga wilayani Kilolo mkoani Iringa wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 23.9 utanufaisha wakulima zaidi ya 1129. Adam Luhomwa ana taarifa zaidi. Kihongosi ametoa ujumbe huo katika siku ya kwanza ya ziara yake mkoani Iringa yenye lengo la kufuatilia uhai wa chama na utekelezaji wa miradi ya maendeleo, ambapo amekagua mradi wa umwagiliaji wa Mgamba Lenga ambao unahusisha ujenzi wa mfereji urefu wa kilomita 44.5 na kusisitiza mradi huo ukamilike kwa wakati ili wakulima zaidi ya 1000 wanufaike kupitia mradi huo. Wakulima zaidi ya 1129 ambao watafanya kazi hapa, lakini wale wa moja kwa moja zaidi ya wakulima 1038. Kwa hiyo tunaona ni kwa namna gani serikali imechukua hatua kubwa kuhakikisha mradi huu unakuwa ni mkombozi kwa wananchi wa wilaya hii ya Kilolo, na fedha nyingi ambazo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amewekeza hapa ni mapenzi makubwa kwa wananchi wa mkoa wa Iringa, lakini wilaya hii ya Kilolo. Mradi huo umeanza kutekelezwa mwaka 2025 na unatarajiwa kukamilika 2027, ambapo kwa sasa umefikia zaidi ya 13%, na msisitizo ni kuhakikisha mradi huo unakamilika ndani ya muda uliopangwa kwa kuwa serikali ya CCM imeshatoa fedha kwa ajili ya mradi huo. Lengo la jumla la mradi ni kujenga miundombinu ya umwagiliaji kama vile vijengwa, usakafaji wa mifereji mkuu, mifereji ya upili, barabara za mashambani na madaraja ya kuvusha maji makorongoni, ili kuimarisha usafirishaji na usambazaji wa maji ya umwagiliaji kwa vijiji vitatu vya Mtandika, Msosa na Ruambuyuni. Na tuna imani mradi wetu huu wa Mgamba Lenga na sisi tutakwenda kupambana kuhakikisha kwamba tunaumaliza kwa kipindi cha miaka 2, kipindi cha mkataba. Awali Kihongosi amekagua shughuli za chama katika shina namba 10 Ruambuyuni, ambapo ameeleza kuridhishwa na utekelezaji wa kazi za chama eneo hilo na kusisitiza kudumisha amani, umoja na mshikamano. Hali ya kisiasa kwa sasa iko safi kabisa na kila kitu kiko shwari na maisha yanaendelea vizuri kabisa. Hapa ni nyumbani kwenu. Wa kuilinda nyumba yako ni wewe mwenyewe. Asije mgeni hapa akakushawishi ufanye mambo yasiyofaa. Mambo yakiharibika hapa hutawaona waliowatuma. Watakaoathirika ni watoto wetu, mama zetu, kaka zetu, wadogo zetu. Kwa hiyo lazima tupalinde nyumbani kwetu hapa Ruambuyuni. Wakati huo huo, Kihongosi amewasihi wakazi wa Ruambuyuni mkoani Iringa kuendelea kukiamini Chama cha Mapinduzi kwa kuwa ndicho chama pekee chenye nia ya kweli na uwezo wa kuwaletea maendeleo wa Tanzania. Kutoka Ruambuyuni mkoani Iringa, Adam Luhomwa, Star TV.
Polisi kikosi cha usalama barabarani mkoani Mwanza imezindua zoezi la ukaguzi wa mabasi ya shule binafsi, ikiwa ni hatua yenye lengo la kudhibiti ajali na kulinda usalama wa watoto. Taarifa zaidi na mwandishi wetu. Akizindua zoezi hilo katika uwanja wa polisi Mabatini jijini Mwanza, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa polisi Willibrod William Mutafungwa amewataka wamiliki, madereva pamoja na wasimamizi wa wanafunzi wazingatia maelekezo wanayopewa. Wakaguzi wa magari wakague magari haya ipasavyo na kwa kadri ambavyo wamefundishwa. Wasione muhali wakibaini kwamba gari lina ubovu wote utakaoainishwa mjulishwe na ninyi mkubali kwenda kufanya marekebisho. Kamanda Mtafungwa pia amebainisha makosa hatarishi ambayo yanasababisha ajali. Jaza watoto wengi katika magari kupita kiasi, kinyume na utaratibu wa level seat, na ufanya hivyo kwa sababu ya uchache wa magari. Hilo nalo ni kosa kwa mujibu wa sheria. Lazima watu wakae kwenye magari kulingana na uwezo wa ile gari wa kubeba abiria. Awali mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Mwanza, mrakibu mwandamizi wa polisi Sunday Ibrahim, katika taarifa yake ameelezea lengo la ukaguzi huo. Zoezi hili pia limelenga kutoa elimu ya usalama barabarani kwa madereva na wahudumu kwenye magari hayo, kwa maana ya matroni na mapatron. Elimu inayoendelea kutolewa mara kwa mara zaidi kwa kuwapatia elimu ya kukabiliana ukatili wa kijinsia na namna bora ya kuwasaidia wahanga pale tukio linapotokea. Mafunzo ambayo tumeyapata siku ya leo yatatuwezesha kufanya kazi vizuri pamoja na kuangalia usalama wa watoto wetu. Hasa tunataka kuona kwamba vyombo ambavyo mnaviona hapa mbele yetu vinatakiwa viwe bora. Upande tumeanza na gari hili ambayo ni gari ambayo ukiangalia katika muonekano wake ni gari inayoridhisha kabisa katika mazingira ya upakizaji wa watoto, kwa maana ya kupeleka shuleni na kurudisha nyumbani. Ni gari inayoridhisha kwa maana kwamba ukiangalia siti zake ziko katika muonekano mzuri, lakini imezingatia vigezo vya mikanda. Kutoka jijini Mwanza, Respicius Kaiser. Ushirikiano wa Jumuiya ya Wazazi, Vijana na Wanawake CCM umetajwa kuwa utasaidia kwa kiwango kikubwa kujenga jamii imara, familia zenye maadili na vijana watakaokuwa nguzo ya maendeleo ya taifa. Tupate taarifa kamili. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Wazazi CCM Taifa Ali Hapi akizungumza na wanachama wa Jumuiya ya Wazazi katika ukumbi wa CCM wilaya Bukombe mkoani Geita, ikiwa ni ziara ya kichama na kuimarisha shughuli za jumuiya hiyo. Amesema CCM ina jumuiya tatu ambazo ni Jumuiya ya Wazazi, Jumuiya ya Vijana na Jumuiya ya Wanawake, na kila moja imepewa wajibu maalum unaolenga kuimarisha maendeleo ya jamii na ustawi wa taifa. TV kwa watoto, kuna michezo mingine inaharibu watoto wetu. Kazi ya kufanya Jumuiya ya Wazazi, lazima mtoe elimu kwa wazazi namna ya kuwalea watoto hawa katika dunia ya leo ya sayansi na teknolojia. Nendeni kata kwa kata, zungumzeni na wazazi, toeni elimu ya malezi na maadili. Naye naibu waziri mkuu mstaafu ambaye ni mbunge wa jimbo la Bukombe Dr. Doto Biteko amesema jumuiya hiyo imepewa dhamana kubwa kusimamia masuala ya malezi, elimu na mazingira ili kuhakikisha taifa linaendelea kuwa na kizazi chenye maadili mema, nidhamu na uzalendo. Mkiona kuna mahali fulani malezi yanalegalega, lazima mjue kuwa sisi Jumuiya ya Wazazi wajibu wetu ni kuhakikisha kuwa malezi ya watoto kwenye nchi yetu yanabaki kuwa salama, yanayojali miko yetu, tamaduni wetu, yanayojali namna tunavyoishi kama Watanzania. Lazima tuendelee kupeleka msukumo wa malezi kwa watoto wetu. Watoto wetu tutawalaumu kwa maneno, lakini mahali pekee ambapo tunaweza kuwanyosha na kuwaweka sawa watoto wetu ni kwenye malezi, na ambalo ndiyo jumuiya hii. Wilaya ya Bukombe imetajwa kuwa shwari kisiasa na pia ushirikiano uliopo kati ya serikali, mbunge na madiwani umechangia shughuli za maendeleo kufanyika kwa tija. Kuuzia upatikanaji wa maji katika eneo letu la mijini la 68%. Lakini upande wa vijijini upatikanaji wa maji ulikuwa ni 28%. Sasa hivi tunazungumzia 68%. Ni ongezeko la 40%.
Hali ya kisiasa katika jimbo la Bukombe ni shwari. Maelekezo kutoka taifa sisi tunazingatia. Bukombe imetabalaki. Bukombe ni sehemu ambayo kila Mtanzania anatamani kuishi. Lakini Bukombe imepigwa chapa na mtu mmoja anaitwa Doto Mashaka Kiteko. Pamoja na hayo, Hapi amesisitiza chama kurudi katika misingi ya chama kwa kuhudumia na kusikiliza watu na kuwa daraja baina ya watu na serikali. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Wamiliki wa mabasi ya shule mkoani Katavi wameagizwa kupeleka mabasi yao polisi ili yaweze kufanyiwa ukaguzi. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Ana Milanzi. Akizungumza mara baada ya kufanyika kwa ukaguzi wa mabasi hayo, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Kasta Ngonyani, ambaye ni kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Katavi, amesema wamekagua magari 24 na kubaini mapungufu katika magari mawili. Tumekagua magari 24, magari mawili tumebaini kuwa yana upungufu, na tumewaambia kwamba baada ya siku 3 wao wamesha yatengeneza hayo magari na kuja hapa ili wakaguzi wa magari wakague na kubaini kwamba kweli wameshatengeneza na yapo salama. Kamanda Ngonyani amesema wanafanya ukaguzi huo wakati huu wa likizo ili shule zitakapofunguliwa magari hayo yawe yana usalama wa kubeba wanafunzi, huku akisema hatua za kisheria zitachukuliwa kwa ambao watakaidi agizo hilo. Kipindi hiki cha likizo ndio maana tunakagua magari hayo ili wanafunzi watakavyoanza masomo yao yakifunguliwa watakuwa katika magari hayo salama. Wana madereva pia wote ambao wanaendesha magari tumekagua leseni zao na tumekuta leseni zao zipo vizuri. Akizungumza kwa niaba ya jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Katavi, askari wa jeshi hilo Franki Omwagore amewashauri wamiliki wa magari kuhakikisha magari yao yanakuwa na vizimia moto. Kwa ushauri wamiliki wa magari yote kwa usalama wa magari yao na usalama wao pia ni muhimu sana kuwa na fire extinguisher, kizimia moto, lakini pia first aid kwa ajili ya kuweza kupata huduma ya kwanza endapo mtu anapata ajali na kadhalika. Kwa upande wao, madereva na walezi wa wanafunzi katika magari hayo wamepongeza hatua hiyo ya ukaguzi na kuwakumbusha wengine kuzingatia usalama wa watoto. Ili zoezi ambalo limefanyika linatusaidia sisi kama madereva kuwa makini tuwapo barabarani na vyombo vyetu. Tunapokuwa tunaendesha tuwe makini, tuzingatie sheria za usalama barabarani ambazo tunaendelea kusisitizwa. Nashauri wenzangu tunapokuwa barabarani tuhakikishe kwamba tunavusha watoto salama. Angalia mtoto kama anavuka barabara, na hata kama ipo kwenye barabara hakikisha unashuka kwenye gari ndio unampakia mtoto unarudi kwenye gari. Zoezi hilo la ukaguzi wa mabasi ya shule linafanyika kwa siku 3 ambapo limeanza Juni 17, 2026. Ana Milanzi, Star TV, Katavi. Wakazi katika vijiji vilivyopo katika mapori ya akiba ya Grumeti na Ikolongo katika wilaya za Serengeti na Bunda mkoani Mara wametakiwa kuendelea kuwa wahifadhi wa wanyamapori na kujiepusha na ujangili. Tupate taarifa kamili. Ni hitimisho la bonanza la elimu ya uhifadhi wa mazingira na wanyamapori katika mapori ya akiba ya Grumeti na Ikolongo yaliyopo katika wilaya ya Serengeti na Bunda mkoani Mara. Mkuu wa idara ya mahusiano shirika la Grumeti Fund David Mwakipesile na mkuu wa kitengo cha ujirani mwema kutoka mamlaka ya uhifadhi wa wanyamapori nchini TAWA Alex Shija wamebainisha hayo na kuitaka jamii kushirikiana katika kulinda wanyamapori. Sisi kama wahifadhi tumekutana pamoja na wananchi ili kutoa elimu, kukemea vitendo vyote ambavyo visivyo vya halali, hususan kwenye upande wa ujangili, ukataji wa miti na uharibifu wa vyanzo vya maji. Tusaidia kudhibiti tembo hawa hasa katika ukanda huu wa chini unaopakana na mto Rubana. Tunapoenda kudhibiti tembo, vijana ni waombe tusiende wakati tumetumia pombe. Hatua hiyo inatajwa na wakazi katika maeneo hayo itakwenda kusaidia katika uhifadhi wa mazingira na wanyamapori waliopo katika eneo hilo.
Inatoa elimu, inatufundisha kwamba tusifanye hii kazi ya ujangili. Shukrani Grumeti kwa kushirikiana na TAWA kwa kuleta uhifadhi wa mazingira. Kitu kikubwa wahifadhi tusaidiwe sisi ambao hatujui kitu chochote kile. Katibu tawala wilaya Bunda Salomo Mterela akizungumzia umuhimu wa hifadhi, ametaka viongozi na wananchi kuhifadhi wanyamapori kutokana na umuhimu wao kwao. Watalii wakija huku wanachoangalia ni wanyama. Sasa wanyama wakiisha, maana yake ni kwamba watakuwa hawana sababu ya kuja, tutakosa fedha, na tukikosa fedha maana yake tutakosa vituo vya afya, tutakosa barabara, tutakosa miundombinu ya maji na masuala mengine ambayo ni muhimu kwa uchumi wa nchi yetu. Shirika la Grumeti Fund kwa kushirikiana na mamlaka usimamizi wa wanyamapori nchini TAWA wameendelea kutumia fursa mbalimbali ikiwemo ngoma za asili ili kutoa elimu ya hifadhi ya wanyamapori na mazingira. Wachimbaji wadogo pamoja na wamiliki wa leseni za uchimbaji mkoani Mara wamepatiwa mafunzo pamoja na elimu juu ya utambuzi wa sheria na umiliki wa ardhi. Taarifa kamili na Frankius Clofas. Wakitoa hoja kwa nyakati tofauti, wachimbaji hao pamoja na wamiliki wa leseni wanatoa ushauri kwa serikali ili kuweza kuboresha sekta hiyo ya madini hapa nchini. Hapo zamani kodi zilikuwa ni nyingi, utitiri mkubwa sana wa kodi, na mwisho wa siku wachimbaji hawakulipa zile kodi na kupelekea kutelekeza migodi na sehemu nyingi watu wakawa wachimba. Lakini tunashukuru kwa nguvu ya viongozi wetu wa serikali, wamehamasisha wananchi, wamejitokeza, wanawekeza. Umeibuka na halmashauri ambazo zinazoongeza tozo kila kukicha. Nilikuwa na ishauri serikali iangalie namna gani inaweza ikaweka sheria vizuri, hawa wachimbaji waweze kulindwa na sheria. Bila hivyo utakuta kesho TANROADS atakuja ataweka kodi humo, TARURA naye atasema mnapita kwenye mabarabara yangu, ataweka kodi humo. Utakuta tena NEMKI na yeye upande wa nani anasema mnachafua mazingira, ataweka kodi humo. Utakuta na huyu wa umeme anasema ongeza kodi kidogo ili tuwapelekee umeme. Sasa kodi hizi zikiwa rukuki, ukweli ni kwamba tutaiua tena hii sekta kama ilivyokuwa imelala. Tupo tu wamiliki wa maleseni na wachimbaji. Kwa hiyo ingependeza ili kuhakikisha kwamba tunapata elimu kwa pamoja. Lakini kule kuna mtu hajui hata eneo lake lina madini. Kesho tu au muda huu tunaondoka, tayari kwake kuna wachimbaji wameingia, hajui chochote kuhusu madini. Elimu hii tunayoipata sisi watu tunaohusikana na madini, wale wanaipataje sasa? Kwa sababu kesho tu mgogoro naye ataona kwamba hili ni eneo langu na naambiwa nifidiwe. Na ukienda kwenye fidia ya kisheria, mwenye ardhi anafidiwa pesa kidogo sana. Msisitizo mkubwa wa serikali ni kuendelea kulinda haki za wamiliki wa ardhi pamoja na leseni ili kuanza kukuza uchumi wa taifa, ikiwa ni pamoja na kupunguza suala la migogoro ambayo imekuwa ikijitokeza maeneo tofauti hapa nchini. Kwa hiyo msiweke serikali ikawa hapa katikati kusuluhisha hiyo migogoro, kwa sababu kila mtu atapata haki yake kulingana na sheria inasemaje. Shughuli za madini kama mnavyofahamu, hata humu mmeona kuna dealers, kuna wachimbaji, kuna wanaofanya shughuli za uchenjuaji na kadhalika. Kwa hiyo mada zinaweza kuwa nyingi sana, lakini tumeona tuzitengeneze mada kwa uchache kuhusiana na eneo la sheria, masuala ya haki za wamiliki wa ardhi na wanaomiliki leseni za kufanya shughuli za madini. Sisi ni wachimbaji, ni wawekezaji, ni wazalishaji na ni walipa kodi. Injinia Mapunda anapowaona hivi, anajua lengo ambalo mkoa wake umepewa zaidi ya bilioni 200. Nikiripoti kutoka mkoani Mara, Frankius Clofas, Star TV. Mtazamaji, tunaenda katika mapumziko mafupi, na pindi tutakaporejea basi itakuwa ni wakati wa jicho letu mkoani, na kuomba sana endelea kuwa nami. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona list za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu.
nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God inarahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Star Times leo kuna raha, tumejiamulia kukupa raha. Star Times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 1 kamili jioni, huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Bears kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Upate wapi kwingine? Tumejiamulia kukupa raha. Bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi PSPTB nchini imewakutanisha wadau wa mnyororo wa ugavi na manunuzi nchini kujadili mambo mbalimbali yanayohusu taaluma hiyo. Tupate taarifa kamili. Siku 3 za jukwaa la waandamizi katika usimamizi wa mnyororo wa ugavi zinahitimishwa jijini Mwanza. Mshikamano, afya na tabasamu vinaweka pembeni vyeo, na sasa ni kujenga mahusiano mazuri, pia kujenga msingi wa waandamizi hawa kukumbuka waliojadili kwa siku walizokuwa jijini Mwanza. Akihitimisha jukwaa hilo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mwanza, mkuu wa wilaya ya Misungwi Johari Samizi amesifu hatua hiyo, huku akibainisha kuwa hitimisho la jukwaa la waandamizi katika usimamizi wa mnyororo wa ugavi kwa mbio za kujenga mwili ni silaha kubwa dhidi ya magonjwa yasiyoambukiza ambayo yanatishia nguvu kazi ya taifa. Kwa hivyo nataka kutoa rai kwamba tuache tabia bwete. Tabia bwete ni sababu kubwa ya magonjwa yasiyoambukiza. Tufanye mazoezi, nasisitiza tutembee, yani usilazimishe kukimbia. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa PSPTB Bwana Godfred Mbanyi ameeleza kuwa lengo la jukwaa la waandamizi litatekelezwa na washiriki wote, kwani njia iliyotumika kulihitimisha ni shirikishi na ina matokeo chanya katika kujenga utamaduni wa teamwork ambao unarahisisha utendaji kazi wa kila siku. Kwa tukaona hii siku ya 3, kabla ya mambo mengine, watu kwanza wachangamshe mwili ili kuweka afya zetu sawa, lakini pia kama njia ya kuweka networking, watu kuzidi kufahamiana na kuweka viungo sawa kwa ajili ya afya, lakini pia kwa ajili ya kuongeza nguvu ili waweze kwenda makazini wakiwa na ari mpya ya kutimiza majukumu yao na kuleta tija maeneo yao ya kazi. Nao washiriki wa jukwaa hili la siku 3 la waandamizi katika usimamizi wa mnyororo wa ugavi wamebainisha kuwa mbio fupi zimewasaidia katika kupanua wigo wa kujuana na kubadilishana mawazo ya kikazi nje ya mazingira rasmi ya kiofisi waliozoea. Watu wametukumbusha kwamba mazoezi ni muhimu katika afya zetu, na tunawashauri watu wengine pia makazini wasikae tu makazini, wapate muda wafanye mazoezi. Ndani hii inaimarisha afya, sababu tufanya mazoezi. Pili, pia ni sehemu ya pati ya kazi zetu na tulizosomea. Katika kukimbia huku tunatengeneza networking nyingine ambazo mbali na darasani pale au kwenye forum tulipokuwa tumekaa. Ujumbe mkuu katika hitimisho la jukwaa hilo la waandamizi katika sekta ya ugavi ni afya imara na mahusiano mema kazini. Baada ya mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zitafuata. Endelea kuwa nami.
Imebainishwa kuwa mfumuko wa bei visiwani Zanzibar umeongezeka na kufikia 5.52% hadi kufikia mwezi Mei 2026 kutoka 4.16% zilizorekodiwa mwezi Mei mwaka 2025. Tupate taarifa zaidi. Ni wasilisho la takwimu za mfumuko wa bei wa mwezi Mei 2026 ambapo mtakwimu divisheni ya takwimu za bei Hassan Jamal Hassan anasema kundi la chakula na vinywaji visivyo na kileo kimeongezeka na kufikia 6.74% ikilinganishwa na 4.16% iliyorekodiwa Mei 2025. Aidha, anasema faharisi za bei za bidhaa zisizo za chakula zimeongezeka na kufikia 111.77 mwezi wa Mei 2026 ikilinganishwa na 109.48 zilizorekodiwa Mei 2025, huku akitaja bidhaa zilizopelekea kuongezeka kwa mfumuko wa bei wa chakula. Baadhi ya wadau wa takwimu za mfumuko wa bei wanaelezea sababu za ongezeko kwa mfumuko wa bei za mwezi Mei 2026, wakielezea mikakati ya kudhibiti mfumuko huo. Halmashauri ya wilaya ya Kibaha imetakiwa kuendelea kubuni vyanzo vipya vya mapato ili kuiwezesha halmashauri hiyo kuchochea ongezeko la mapato na hivyo kuendelea kutekeleza miradi ya kimaendeleo ambayo inatija kwa wananchi. Josephine Moiswaga ana undani wa taarifa hii. Mkuu wa mkoa wa Pwani Bakari Kunenge ameyasema hayo kwenye baraza maalum la madiwani halmashauri ya Kibaha DC mkoani Pwani kwa ajili ya kupokea taarifa ya mkaguzi wa hesabu za serikali CAG kupitia mapato ya. Kwa hiyo kuna kazi kubwa ya kutafuta vyanzo vingine angalau muweze kusustain kiwango kilichofikia sasa. Sababu hata kama kiongozi anapitia anaangalia mapato 12 alafu mwakani muwe na 8 au 9 ataona kwa hiyo wameshuka kwa namna gani. Sio kwa kazi yenu, piga huwa garagaza, jitahidini muweze kupata vyanzo mbadala angalau same level ya collection muweze kumaintain, kama sio kukusanya zaidi ya hiki kilichokusanya leo. Mwenyekiti wa halmashauri ya Kibaha DC Shomari Mwishe amesema licha ya mafanikio hayo katika kupata hati safi, lakini pia akielezea mikakati yao katika kuongeza makusanyo ya mapato ya halmashauri hiyo. Mkurugenzi anafanya kazi zake sawa, na ukiona mheshimiwa mkuu wa mkoa, sio jambo la kupitika, halmashauri hii kwa kipindi cha miaka 4 nyuma hali ya makusanyo ya mapato ilikuwa inasuasua sana, lakini kwa sasa hata kama hatupigi hatua kubwa, lakini tumeonyesha mwendo wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Makusanyo ya mwaka huu wa fedha, unatambua mheshimiwa mkuu wa mkoa, tulikuwa tumekadiria kukusanya bilioni 5 na milioni 87, lakini mpaka tunafikia sasa tumekusanya zaidi ya bilioni 12. Akizungumza kwa niaba ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, mkaguzi ofisi ya CAG mkoani Pwani, Faith Motuna, ameelezea umuhimu wa watendaji kushirikiana na ofisi ya CAG hususan wakati wa kujibu hoja zinazobainika zisizo na shaka. Kwa kupata hati inayoridhisha, ofisi ya taifa ya ukaguzi mkoa wa Pwani inapenda kutoa shukrani za dhati kwa ushirikiano katika kipindi chote cha utekelezaji wa ukaguzi mwaka 2024-2025. Hivyo tunatarajia kupata ushirikiano huu uendelee kudumishwa katika kaguzi zijazo, ili kuendelea kuimarisha uwajibikaji, usimamizi wa rasilimali za umma na utoaji wa huduma bora za wananchi. Ofisi ya mkaguzi wa hesabu za serikali mkoani Pwani ipo katika ziara ya kikazi kupitia mabaraza na madiwani ya mkoa huo
kwa ajili ya kutoa taarifa ya mkaguzi wa hesabu za serikali katika utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2024/2025. Nikiripoti kutoka mkoani Pwani ni Josephine Mwasoga wa Star TV. Mpango wa uwezeshwaji wa vifaa vya ujasiriamali kwa vikundi vinavyocheza hisa kidigitali vinavyosimamiwa na shirika la SOS imeeleza kuwa utasaidia makundi hayo katika kujikimu zaidi kimaisha. Taarifa zaidi na Sharifa Suleiman. Wilayani Ilemela, vikundi 15 vyenye miradi tofauti vinakabidhiwa vifaa mbalimbali kupitia shughuli wanazozifanya ili kujiendeleza na kupata kipato zaidi, ikiwa shirika la SOS Children's Village Tanzania kwa Mwanza ndio waliowawezesha kupitia mradi wa kucheza hisa kidigitali kwa vikundi hivyo, wakieleza tamu na chungu katika shughuli zao hapo awali. Tulikuwa tunateseka, tulikuwa tunabeba kwa mfano kiangazi. Kwa tunatumia vindoo. Bea maji kwenye kandoo unaenda unamwaga kwenye shina, lakini kwa mashine hii hapa inaenda kurahisisha kazi. Ni kuvuta tu maji moja kwa moja hadi kwenye shamba. Mtarajie matunda kuongezeka na mazao, mpate mazao yaliyostawi vizuri kwa sababu tumepata mbolea. Nia ya shirika la SOS ni kuona familia zinakuwa imara na kumsaidia mtoto ili akue katika mazingira salama, na viongozi wakisisitiza vitumike kwa tija ili kipato chao kiimarike. Lengo la sisi kuwasapoti sio nyie mpendeze mvae vitenge, ni nyie mfaidike, lakini na watoto wafanye nini? Wafaidike, muweze kutoa mahitaji ya msingi kwa mtoto, lakini pia na kuhudumia watoto wengine wenye mahitaji maalum huku kwenye mtaa wenu na kwenye eneo lenu mnaloishi. Sisi kama shirika hatuwezi tukamgusa kila mtu, lakini tunapofanya kazi na mifumo kama nyie, tunaamini mtafikia na wengine ambao sisi hatukuwafikia. Sisi kama wataalamu tutaendelea kuvisimamia kweli kweli, kuhakikisha kama ni shamba nitapita shamba baada ya shamba ili tuone matokeo yake. Matokeo ninyi ni kujikwamua kutoka pale mlipo kwenda hatua nyingine. Tunza msaada huu waliopewa kupata maendeleo endelevu zaidi. Shirika hilo linaona miradi hiyo ndiyo itakayowasaidia kucheza hisa zaidi kidigitali, na wenyewe wakikiri sasa wanaona faida yake. Tunaamini mtakachofuna hapa kitawasaidia nyie kifamilia, lakini kikundi kwa ujumla, na mtaongeza kasi ya kucheza hisa. Takapokuwa mmecheza hisa kwa wingi, mtajiletea maendeleo endelevu nyewe wenyewe. Na watu wameshajua kwamba hela inapoingia wanaiona, kila mtu message inamfikia, na kwa sasa kila mtu anajua salio lake. Zaidi ya shilingi milioni 50 zimetumika kugharamia ununuzi wa vifaa hivyo, mradi ukitekelezwa wilayani Ilemela mkoani Mwanza. Sharifa Suleiman, Star TV, Mwanza. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Mpenzi mtazamaji, punde ni habari za kimataifa. Endelea kuwa nami. PBZ Bank sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi kwa kutumia PBZ Mobile App, mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Marekani na Iran zimeweka saini mkataba wa makubaliano ambao unalenga kukomesha vita na kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Shaz Machugu na undani wa habari hizi. Licha ya viongozi wa mataifa haya mawili kutia saini makubaliano ya awali ya kusitisha mapigano, lakini kila mmoja hamwamini mwenzake. Rais Trump amesaini makubaliano hayo akiwa ndani ya jumba la Versailles kule Ufaransa,
baada ya kuhudhuria mkutano wa kilele wa G7, huku rais wa Iran Masoud Pezeshkian akisaini hati hiyo mjini Tehran kule Iran. Makubaliano hayo ni ya pamoja na Iran kuondolewa vikwazo, Iran kuuza mafuta yake, Iran na Oman zitasimamia udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz. Iran itakusanya ada au malipo kwa meli zinazopita eneo hilo, huku Marekani itaachia mabilioni na samani za Iran zilizozuiliwa. Kwa sasa kinachosubiriwa ni zoezi rasmi la utiaji saini kule Uswizi, hatua itakayotoa nafasi ya kuanza kwa mazungumzo zaidi ya kutafuta suluhu ya kudumu, ingawa vyombo vya habari vya Iran vimesema kwamba zoezi hilo halitofanyika Uswizi kama ilivyopangwa. Hatua hiyo inajiri wakati bei ya mafuta katika soko la kimataifa ikiendelea kushuka na kufikia dola 80 kwa pipa kwa mara ya kwanza tangu mwezi Machi. Tukiangazia Urusi. Rais wa Urusi Vladimir Putin amewakaribisha viongozi wa ujumbe kutoka nchi zote 11 wanachama wa chama cha mataifa ya kusini mashariki mwa Asia au ASEAN mjini Kazan, wakisherehekea miaka 35 ya uhusiano na Urusi na ASEAN. Kambi hiyo inawakilisha idadi ya watu zaidi ya milioni 680 na pato la taifa linalozidi dola trilioni 4 na kuifanya kuwa moja ya makundi makubwa zaidi ya kiuchumi duniani. Urusi imekuwa ikielekeza uchumi wake zaidi kuelekea masoko ya Asia yanayokuwa kwa kasi kubwa, huku nishati, biashara, teknolojia za kidigitali na akili bandia zikiwa miongoni mwa maeneo muhimu ya ushirikiano. Mpango wa ushirikiano wa kimkakati na taarifa za pamoja kuhusu nishati na utamaduni zinatarajiwa kutangazwa Alhamisi hii. Kwingineko, hisa zimeongezeka barani Asia na viwango vya Japan na Korea Kusini vimeweka rekodi mpya baada ya Marekani na Iran kutia saini makubaliano yao ya awali yenye lengo la kumaliza vita, wakati pia bei ya mafuta ikishuka. Kwa sasa hisa za dunia zimechanganywa, huku viwango vya kimataifa nchini Japan na Korea Kusini vikiweka rekodi mpya baada ya Marekani na Iran kusaini makubaliano yao ya awali ya kukomesha vita. Korea Kusini pia imekuwa ikiweka rekodi, ikipata 2.3 hadi 963.84. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Shirika la nishati la kimataifa IEA limesema huenda soko la mafuta duniani linaweza kubadilika kutokana na mojawapo ya usumbufu mkubwa zaidi wa usambazaji katika historia, hadi ziada ya mapipa milioni 5 kwa siku mwaka ujao, ikiwa uzalishaji wa mauzo ya nje na Mashariki ya Kati yatarejea kufuatia makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran. Kwa mtazamo wake wa kwanza kwa mwaka 2027, utabiri huo unadhania kufufuka taratibu kwa uzalishaji wa mauzo ya nje ya mafuta ya Ghuba kufuatia kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz na kuondolewa kwa vikwazo kwa mauzo ya nje ya mafuta ya Iran. Shirika hilo linakadiria kwamba mzozo wa Iran ulizuia uzalishaji na usafirishaji wa mafuta kutoka Mashariki ya Kati kwa zaidi ya BPD milioni 14 na kusababisha uondoaji mkubwa wa hesabu na kuzituma serikali kote ulimwenguni kutafuta vifaa mbadala na mikakati mipya ya usalama wa nishati. Ingawa shirika hilo linatarajia orodha kuendelea kupungua katika kipindi cha karibu, usambazaji mkubwa unaweza kuibuka mwishoni mwa 2027. Na mtazamaji, tumefika mwisho wa habari za kimataifa na kujiandaa kwa habari za michezo na burudani muda sio mrefu kuanzia sasa.
kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026, mechi 104, channel maalum ya Kiswahili kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 15,000 ndani ya DSTV. Mchezo wa netiboli bado unakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa viwanja, walimu pamoja na vifaa vya mazoezi, hali ambayo inasababisha mchezo huo ushindwa kupiga hatua licha ya mchezo wa soka kuendelea kuibua vipaji vipya vya wasichana ambao wana ndoto za kung'ara kitaifa na kimataifa. Omari Hussein ana undani wa taarifa hii. Ni sehemu ya wanamichezo wanafunzi wa shule za msingi na sekondari wakishiriki programu ya kuibua vipaji, mpango wa kuunda timu ya kudumu kwa vijana kutoka familia za wasiojiweza walio kwenye vituo vya Umoja wa Makanisa cluster ya Ifakara. Ana Ngalondwa ni mwamuzi na mwalimu wa mchezo huo. Kwa sababu maeneo mengi hayana hivyo viwanja, lakini pia hutupatia wataalamu wa mafunzo kwa ajili ya wakufunzi, lakini pia na watoto kujifunza sheria stahiki za mchezo ili wawe na ushindani sahihi. Kambi hii ya michezo imekutanisha vijana wana michezo kutoka vituo 12 vya Umoja wa Makanisa hapa cluster ya Ifakara. Baada ya mchujo wa awali, wanalenga kutafuta vijana wenye vipaji kuwa na timu ya kudumu. Tunachomshukuru Mungu ni kwamba pale uwanjani palikuwa na wataalamu kutoka kwenye academy mbalimbali ambao walikuwa wanaangalia hivi vipaji, wanaselect na kuangalia vipaji ambacho mtoto anacho. Tumejipanga vizuri ili kuweza kuwasaidia vijana wetu kufikia ndoto zao. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo tumejiweka sasa ni pamoja na kuviendeleza vipaji hivi. Wenyewe vijana wana michezo wameonyesha matumaini makubwa kupiga hatua katika kupambania ndoto zao. Umecheza mechi kama hivi hapa, kuna watu pale wamefeli. Kesho yake akicheza wanaongeza juhudi ya kuwa leo tumefeli, kesho tuongeze juhudi hapo. Matumaini yangu ni kwamba uongozi wa Compassion uongeze juhudi za kuweka makambi kama haya ili kuibua vipaji mbalimbali vya watoto kama hivi, na kingine uongeze ubora na kuchukua watu mbalimbali kwenye sehemu ya majaji. Tumeona changamoto. Ndoto za kuchezea timu ya taifa ninayo, ndio maana niko hapa sasa napambana ili mradi nifike mbali, nionyeshe kipaji changu na uwezo wangu ambao Mungu amenipatia. Shirika la kimataifa la Compassion Tanzania ndio watekelezaji wa programu hiyo kupitia washirika wenza. Mbali na kuibua vipaji, ni mkakati wa kuimarisha ulinzi dhidi ya ukatili. Tunaamini hivi vitu vyote viwili vitafanyika kwa uzuri zaidi. Kuwa na mchezaji ambaye pia amesoma ama kuwa na mtu yote mwenye kipaji lakini pia elimu ya darasani ameifanya, itamfanya yeye kuifanya kwa ubunifu na kwa namna ambayo iliyo sahihi zaidi ukilinganisha na yule ambaye hajapitia hii shule. Kwa watoto wetu ama vijana wetu walio kwenye hii program pia hata maendeleo yao ya shule wanafanya vizuri sana. Kambi hiyo imewakutanisha vijana wana michezo kutoka vituo 12 vya Umoja wa Makanisa cluster Ifakara. Baada ya mchujo wa awali wa vipaji, wanatarajia kupata kikosi cha kudumu kitakachopewa mafunzo na ufuatiliaji wa karibu kwa ajili ya maendeleo ya mchezo huo. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omari Hussein wa Star TV.